Si jambo la kushangaza kuona makapi ya zabibu yakitupwa au kuchomwa moto viwandani baada ya kutengeneza mvinyo, yani wine. Lakini itakushangaza kusikia kuwa makapi haya yanaweza kutumika kutengenezea bidhaa mbalimbali kama vile mafuta ya kupaka na nyinginezo. Sasa hii inawezekana vipi? Na kwenda kukukutanisha na mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM, ambaye yeye anasomea uhandisi wa kemikali na uchakataji, yani Chemical and Process Engineering, programu ambayo inapatikana katika ndaki ya uhandisi na sayansi za ardhi Koese, Bwana Omar Abdallah Kongolo, ambaye yeye anatumia makapi haya kutengeneza mafuta ya kupaka na clay mask kwa ajili ya kusafishia uso, yani scrub. Hapa ndipo ambapo kijana Omar Kongolo hufanyia shughuli zake kuanzia mchakato wa kwanza mpaka hatua ya mwisho ambapo bidhaa inapatikana, mafuta ya kupaka pamoja na hizo nyingine. Na nikwambie tu kwamba historia ya Omar Kongolo ilianzia hapa alipokuja kama mwanafunzi kwa ajili ya kujifunza mafunzo kwa vitendo, yani field. Sasa anafanya vipi? Inakuwaje? Mchakato ukoje? Twenzetu nikakukutanishe naye. Bwana, karibu sana. Sasa tayari tupo katika eneo ambalo Bwana Omari huwa anafanyia shughuli zake kuanzia hatua ya kwanza mpaka ile hatua ya mwisho ya kuipata bidhaa ya mafuta ya kupaka pamoja na bidhaa nyingine ambazo zinapatikana kupitia makapi haya ya zabibu. Na kama unavyoona, hii ni kama maabara tu, maabara ndogo ambayo huwa anafanya hiyo michakato yake yote. Sasa tutakwenda kuzungumza naye zaidi ili ujue mengi zaidi kutoka kwake. Kwa majina naitwa Omar Abdallah Kongolo, ni mwanafunzi kutokea Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM, natokea college ya Koes, College of Engineering, nasoma Chemical and Processing Engineering mwaka wa 3. Mwaka wa 3. Ndio pengine sasa hiyo, lakini kwa kumbukumbu zangu vizuri, yes, hii Chemical and Process Engineering haina muda mrefu, si ndivyo? Ni kweli, haina muda mrefu. Ni intake ya ngapi? Intake ya pili. Ni intake ya pili. Intake ya kwanza wana graduate mwaka huu, ambao ni wako mwaka wa 4 sasa hivi, si ndio? Kama unavyoweza ukaona mtazamaji, ndio kwanza hii programu ni mpya kabisa, bado mbichi ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma, lakini huyu ni mwanafunzi ambaye ni intake ya pili. Tazama makubwa ambayo anayafanya. Akija kumaliza itakuwaje? Sasa kwa undani watu wanatamani kujua, Omari, wazo hili la mpaka tunapata leo hii mafuta ya kupaka kutoka kwenye makapi ambayo yanatoka viwandani lilianzia wapi? Nini kilikufanya ukagundua kwamba kuna kitu cha thamani ndani ya makapi haya ya zabibu? Sawa. Kwanza kabisa mimi nimetoka katika familia ya wakulima. Nyumbani kwetu huko Kondoa ndani. Tunalima vitu mbalimbali. Tunalima mea ya karanga, tunalima mahindi, tunalima mbaazi, tunalima alizeti. Kwa hiyo katika hivyo vitu tunavyovilima huaga tunajaribu kutengeneza mafuta yake. Tunatengeneza mafuta ya karanga, mafuta ya nini. Kwa hiyo hobby ninayo toka mdogo, na ninaona kwamba watu wanaweza kutengeneza bidhaa, wanaweza kutengeneza mafuta kupitia nafaka mbalimbali. Kwa hiyo nikaona kwamba pia kupitia mbegu za zabibu naweza kupata nini? Mafuta. Baada ya kupangiwa field hapa, baada ya kupangiwa field nikaanza kujifunza kwa vitendo, lakini pia kuna ile project, kuna zile project ambazo tunapewa kama chuo kinatugea project kwamba ukienda kufanya field sehemu fulani lazima utengeneze mini project yako. Sasa mimi kama mwanafunzi nilifika hapa nikaona kwamba kuna project mbalimbali ambazo zipo suggested na kiwanda ambacho wanafunzi wanaweza kufanya. Zipo nyingi. Sasa mimi nikaona naweza kwa sababu nimetokana na mbegu hizi. Nikaona ni deal kabisa na mbegu, kwa sababu wao waga wanachoma, wanazitupa. Kwa hiyo mimi nikaona nianzie hapo kwenye kukusanya hizo mbegu za zabibu. Zitenganisha na makapi. Kumbe mtazamaji, kama unavyoona kama unavyojua bado Tanzania tunapambana na utunzaji wa mazingira. Na hii kumbe ni njia mojawapo pia kupambana na utunzaji wa mazingira, kwa sababu makapi haya baada ya kuyatupa, kijana yeye anayachukua na kuyafanya kuwa sehemu ya ajira kwake, jambo ambalo pia linapelekea katika mazingira yetu kutokuwepo na hizo taka, lakini pia unavyochoma ule moshi unaweza kuathiri ile ya kwenye anga na kuweza kusababisha mambo mengine. Sasa gharama zake zikoje? Sasa gharama ni kubwa.
gharama za upatikanaji wa zabibu, wenyewe mnajua kabisa kilo moja ya zabibu ni shilingi 1500. Tani moja ni shilingi 1,500,000. Sasa mpaka kuja kupata kilo moja au naweza nikasema tani moja ya zabibu, lazima utumie, lazima ununue tani 50 za zabibu, na tani moja ni 1,500,000. Kwa wenyewe mnaona jinsi gharama ilivyo. 1,500,000. Gharama ilivyo kubwa. Sasa wao unadhani zabibu inatumika kwenye kutengeneza wine. Sasa wanunuzi wakubwa ni wao wenye viwanda vikubwa vya kutengeneza wine. Sasa baada ya kupata hiyo idea, na nipo hapa kiwandani kama mwanafunzi kujifunza, kwa hiyo nikaamua ile end product ambao wao wanaitupa, mimi nikaamua kuichukua kama raw material. Sasa hizo mbegu. Sasa wewe ni mwanafunzi Bwana Omar. Tani moja ni 1,150,000. Hii pesa unaipata wapi ya kuweza kuchakata? Lakini pia viwanda ambapo unaenda kuchukua hawakuchaji chochote kusema kwamba haya makapi yachukui tu bure? Baada ya kuintroduce project yangu, nilikutana na viongozi wa kiwandani ambao ni manager, ni mahusisha katika hili. Kwa hiyo kama kiwanda kikanipa dhamana ya kuchukua hayo makapi. Sawa. Baada ya kunipa hiyo dhamana, kwa sababu wao ndo wananunua zabibu na nini, wakanipa dhamana ya kuchukua hayo makapi na mchakato nikaanzia hapo. Lakini pia katika kufanya ule mchakato kutoka kwenye hiyo mbegu na kwenda unakamua mpaka inatoka mafuta, vifaa labda ambavyo unavitumia, na huwa vifaa vyake ni gharama sana. Unamudu vipi? Baada ya kuwashirikisha wale au mameneja wakubwa wa viwanda, baada ya kuona wazo langu liko vizuri, niliwaomba support kidogo kama mwanafunzi. Kwa hiyo pia manager wa kiwanda hiki, sela manager, nilimwomba support, nikakaa naye chini kidogo akanisaidia. Una baadhi ya vifaa vipo hapa kiwandani vinatumika kwenye crushing za nini za zabibu. Kwa hiyo vingine hivyo, vingine vya kununua. Kwa hiyo mimi mwenyewe hivyo kujibana mpaka Sawa. Lakini vipi kwa sehemu ya chuo, kwa maana ya Chuo Kikuu cha Dodoma ambapo ndipo unasoma? Wanakushika vipi mkono kuhakikisha unafikia lengo lako? Kama nilivyokuambia, baada ya kuomba support hapa, na unajua vifaa vingi vipo hapa na pia vipo chuo, pia niliongea na walimu wangu, Madam Salma na Dr. Audius, walimu wa maabara, na pia ni walimu ambao wanahusika katika kozi yetu. Kwa hiyo niliwaomba, bana, kuna hiki na hiki, walimu naombeni mnisupport. Wakanisupport vifaa kama hizi vacuum filter ambavyo zinatumika chuoni. Kwa hiyo mimi nikaenda kama mwanafunzi wao, wakanipokea, wakanipa, na nikawa nafanyia experiment mbalimbali na production mbalimbali za mafuta. Kama unavyoona, hicho ni Chuo Kikuu cha Dodoma ambacho kinajua namna ya kuweza kuwashika mkono wanafunzi wake katika kuhakikisha kwamba wanafikia ndoto zao kama Bwana Omar hapa. Sasa tuje moja kwa moja kwenye hayo makapi. Ni product za aina ngapi ambazo zinatoka kwenye hayo makapi ya zabibu? Mimi katika hayo makapi kuna makapi ambayo yamechanganyika, ni mchanganyiko wa yale maganda ya zabibu yale ya juu, yale maganda na mbegu. Kwa hiyo huaga ndo end product hizo. Kwa hiyo mimi nachukua pale, natenganisha zile mbegu na makapi, ambapo ni ngumu sana, lazima nitumie. Hebu ngoja. Hayo makapi si yanakuwa mengi? Yanakuwa mengi sana. Sasa kutenganisha mbegu na yale maganda ya juu ya zabibu haichukui muda sana, au kuna watu huwa unawashirikisha? Kwa kwanza nilianza mimi peke yangu na wanafunzi wenzangu ambao tulikuwa wote field, lakini mimi ndo nilianza peke yangu. Nilitengeneza kikeji fulani mbao, nikazigonga mbao, alafu nikatafuta nyavu zile zinazoweza kupitisha zile mbegu na kuacha makapi juu. Kwa hiyo nikawa nasugua kwa nani, kwa hiyo mbegu zikawa zinadondoka na baadhi ya yale makapi kwa chini. Baada ya hapo nikawa napepeta, nikishapepeta ina maana yale makapi yaliyodondoka kwa chini yanaondoka na nini, na upepo, afu mbegu inabaki kama mbegu. Kwa hiyo hapo ndo nikaanza taratibu mdogo mpaka nikafikia kukusanya kiasi kikubwa cha mbegu. Ndio. Sasa ni bidhaa za aina gani? Ni mafuta tu ambayo unatoa, au kipo kingine ambacho unakitoa kupitia hayo makapi? Kupitia mbegu natengeneza kwanza mafuta tu, ndio kitu ambacho nilianza nacho. Nilianza na kitu hiki kimoja ambacho kilitokana na mafuta na mbegu za zabibu, ndio nitengeneza haya mafuta haya hapa. Baada ya hapo
Baada ya kutengeneza haya mafuta na kuanza kuyauza, kuna baadhi niliona kwamba wanapata shida kuanza kuyatumia mafuta yangu, sababu wanatumia mafuta ya kemikali. Haya hayana kemikali kabisa. Hayana kemikali kabisa. Kuna baadhi ya watu wanatumia mafuta ya kemikali. Sasa akianza kupaka tu mafuta yangu haya, ikawa ni shida kwake, anatokewa tena, kuna reactions zinatokea kwenye ngozi yake. Ambapo sasa pengine anadhani kwamba mafuta yangu ndio sababu ya kumharibu yeye, lakini kumbe hapana. Sasa baada ya kupata hizo challenge, nikaona kwamba kuna haja ya kutafuta kitu ambacho kinaweza kikatumika kama njia rahisi ya hiyo ya kuondoa hilo tatizo. Kwa hiyo tukatengeneza hii clay mask, inaitwa clay mask, yani ni muunganiko wa activated carbon na bentonite, ambapo matumizi yake unachanganya kwenye maji, unapaka yani inafanya kazi kama scrub, kama vile scrub ambayo inatumika, inafungua zile pores. Kama ulikuwa na mafuta na mabaki ya mafuta yenye chemical, inaondoa yote. Sawa, ambapo ipo kwenye package hii na hii package ndogo. Kwa hiyo manake baada ya kugundua hiyo changamoto ya kwamba wengi huwa wanapata madhara baada ya kutumia mafuta yako kwa sababu wanatumia vipodozi ambavyo vina kemikali. Kwa sasa inamlazimu kabla ya kutumia mafuta, manake atumie hii kwa ajili ya kusafisha uso, ndo atumie hiyo, si ndivyo, kupaka mafuta. Ni zipi faida ambazo zinapatikana kwenye hayo mafuta ukitofautisha na hayo mafuta mengine au vipodozi vingine ambavyo wanatumia? Swali zuri sana. Faida zipo nyingi sana za hayo mafuta. Kwanza kabisa yanalainisha na kuweka unyevu katika ngozi. Haya mafuta yana acid inaitwa linoleic acid na pia yana vitamini E ambayo yanaifanya ngozi yako kuwa yenye unyevu masaa 24. Pia yanaondoa ile mikunjo katika ngozi yako. Pia faida nyingine haya mafuta upunguza kuzeeka kwa ngozi. Si unajua kuzeeka yani yana rich in antioxidant. Tunasema kitu chochote kinazeeka au wewe unazeeka baada ya seli za mwili wako kuundergo oxidation. Kwa hiyo sasa hapa haya mafuta ni rich in antioxidant, kwamba antioxidant yalizonazo kuna moja inaitwa polyphenol. Hiyo hapo inazuia zile sun radiation kuunguza ngozi yako. Kwa hiyo ni nzuri sana. Pia kwenye vitamini E, yana rich in vitamini E ambapo kuna antioxidant ambapo pia inaondoa ile nimekuambia mikunjo na wrinkles wanaziita. Pia mafuta haya husaidia wale walioathirika na huponya ngozi. Kuna watu wanatumia mafuta makali alafu yanakuwa yamewaharibu sura zao. Wale ambao natumia lugha ngumu kidogo, wale ambao wamejichubua labda wameharibika. Hii hapa haya mafuta yanakurudisha kwenye uhalisia wako. Au pia kama ulitumia mafuta ambayo ni outdated, yani yamesha expire ukatumia kakuharibu, haya yanakurudisha kwenye uhalisia wako wa zamani. Yani yanarudisha katika uhalisia wako wa zamani. Pia tunasema haya mafuta ni non-comedogenic, yani kwamba yana uwezo wa kupenya zaidi kwenye vinyoleo vyako na kuvifungua. Kama ulikuwa kuna baadhi ya watu wanasema wana uvimbe wanasema ni chunusi, lakini sio chunusi, ni uvimbe ambao umetokana na mafuta anayotumia yameziba vinyoleo. Sasa kwa vile mafuta ni non-comedogenic, yanaingia zaidi kwenye ngozi, yanazibua vinyoleo. Pia haya mafuta hutibu chunusi na wale wenye ngozi zenye mafuta. Acid ile ya linoleic acid inapunguza kwa kiasi kikubwa sana cha mafuta katika ngozi yako. Kwa hiyo mafuta haya ni mazuri sana. Karibuni sana jamani. Sawa. Jamani, kama mlivyoweza kusikia jamani, mafuta haya hapa, acha kutumia hivyo vyenye kemikali kuharibu sura yako. Mara leo umejaribu hiki, umeona akikufai, kesho umejaribu kipodozi hiki, akikufai, kesho umejaribu hiki, kimeharibu sura yako. Mafuta haya yapo kwa ajili ya kutibu ngozi yako. Usihangaike, usiende mbali. Njoo uchukue mafuta haya hapa. Sasa gharama, mtu maana mpaka sasa hivi kashatamani kutumia. Mtu anatutazama pale katamani. Si wateme hiyo gharama. Gharama yake ikoje mtu ili aweze? Chupa hii moja tunauza 15,000. Hii mafuta. Pia kuna bei ya jumla na rejareja. Hii ni rejareja. 15,000 kwa chupa moja. Hii clay mask hii kubwa tunauza 25,000. Hii hapa tunaiuza 10,000. Bei za rejareja, lakini kuna jumla pia.
anaipata vipi mtu akihitaji bidhaa hii? Mtu akihitaji bidhaa hii, kwanza kabisa tuna account yetu ya Instagram. Ukiandika pale Grape Glow. Bidhaa hii inaitwa Grape Glow. Grape Glow Serum. Okay. Kwa ukiandika pale Instagram Grape Glow, utakuta contact zetu, utatupigia au utatutext WhatsApp, unaipata ndani ya muda mfupi sana. Pengine sasa labda kuna baadhi ya watu ambao wamekwisha tumia na wakapata matokeo mazuri kabisa. Ya, wapo wakiwemo wanafunzi wenzangu wa Yudo. Wanafunzi nao soma nao wamenisupport sana, wamechukua mafuta haya, wametumia, na kiukweli paka niko hapa ni positive impact ni kubwa. Ni kubwa sana, kwa nashukuru sana. Support walionipa ni kubwa sana. Labda matamanio yako ni nini kupitia hiki ambacho unakifanya? Matamanio yangu kwamba kwanza kabisa ni bidhaa iwafikie watu wengi. Bidhaa iwafikie watu wote Tanzania na nje pia, waone ubora wa bidhaa yetu pamoja na maski zetu na zingine zinazokuja. Hayo ndo matamanio yangu. Pia bidhaa ikue, kwa sababu hamna mafuta hapa Tanzania. Sidhani kama kuna sehemu wanatengeneza mafuta. Manake hakuna anayetengeneza, ni wewe tu ambaye unatengeneza. Yeah. Ndio, sasa Bwana Omar, tunaona umezungumza vingi, lakini umezungumzia namna ambavyo Chuo Kikuu cha Dodoma kimekushika mkono kwa kukupa baadhi ya vifaa ambavyo unavitumia katika kuhakikisha unapata hii bidhaa na kuipeleka huko nje. Sasa pengine ni kitu gani ambacho kingine kikubwa ambacho unatamani labda Chuo Kikuu cha Dodoma waweze kukufanyia au kukushika mkono? Kwanza kabisa sisi kama ubunifu tunapenda bidhaa kama hizi tuwasaidie wananchi, tuwasaidie watu wenye shida mbalimbali za ngozi. Kwa hiyo ni furaha sana kwangu mimi kuona kwamba watu wanatatua matatizo yao kupitia bidhaa yangu. Pia napenda kushukuru chuo changu kwa sababu chenyewe ndio kimenileta hapa UDOM. Pia napenda chuo kinisapoti katika kuwafikia watu wengi kupitia hii bidhaa. Pia chuo kimefungua kampuni inaitwa Chimwaga Company Limited, ambayo ni kwa watu wote, ambapo wanafunzi wote na watu mbalimbali wanaweza kwenda kusajili bidhaa zao au vitu vyao wanavyovifanya. Pia wanasapotiwa. Nashukuru Mungu, chuo paka hapa nilipo, chuo kimeniandaa kujiajiri mwenyewe, na hapa nilipo namshukuru Mungu. Nayaona matunda ya chuo changu japokuwa bado sijamaliza kusoma. Ndio, kama ulivyoweza kumsikia Omar, yeye tayari uko na hiki kitu hapa ambacho kinaweza kumuingizia kipato. Na Chuo Kikuu cha Dodoma kinatamani sana kuona vijana wanakuwa na uwezo wa kujiajiri kwa kuhakikisha kwamba wao kama chuo wanawapika vijana na kuandaa vizuri kwa ajili ya kujiajiri na kuwa na uwezo wa kujisimamia. Kama Bwana Omar hapa yupo mwaka wa 3. Akimaliza chuo huyu asubiri tena kuajiliwa, hawezi tena kuajiliwa kwa sababu tayari yuko na kitu chake ambacho anakifanya na kinaweza kumwendeshea maisha yake. Kwa hiyo nikwambie tu kwamba kwa wewe ambaye pia unatamani kujiunga na Chuo Kikuu cha Dodoma au unatamani kujiendeleza au unatamani kuandaliwa vizuri kabisa na kuweza kupambana na soko hili la ajira, na kama unavyojua sasa hivi soko la ajira limekuwa gumu sana, nikwambie kwamba Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM ndio sehemu pekee ambapo unaweza ukatimiza ndoto zako kwa kupikwa na kuandaliwa na kuwa na uwezo mzuri wa kuogelea katika bahari ya ukosefu wa ajira. Sasa kwa kuwa Omar alipokelewa hapa katika kiwanda hiki, basi twende tukakutane na meneja ambaye alimpokea, naye akatupe machache tu. Omar alikuwa kijana wa tofauti namna gani, alikuwaje tofauti na vijana, tofauti na wanafunzi wengine ambao walifika hapa kwa ajili ya kujifunza mafunzo kwa vitendo. Na Meneja, ndio kwanza pole na kazi. Asante sana. Lakini pia hongera sana kwa kuweza kuchukua jukumu zito unapoletewa wanafunzi hapa kwa ajili ya mafunzo ya vitendo, unawapokea na kuweza kuwaelekeza kazi pamoja na mambo yote. Nikupe sana hongera kwa hiyo kazi ambayo unaifanya. Asante. Ndio, kwa uchache tu. Pengine Omar Kongolo ni mwanafunzi wa aina gani au alikuwa kijana wa aina gani? Kwa kweli tunashukuru alipokuja alikuwa yuko kweli determined, na hata pale ambapo tulikuwa tunatoa projects za kuchagua za mtu kufanya, alikuwa amechagua zaidi kuingia kwenye byproducts na namna gani ya kuziutilize zile bidhaa mchakato. Kwa hiyo aliingia mwenyewe akafanya utafiti kwa usaidizi wetu, na sisi tulijitahidi sana kumsupport kwenye hilo hapo. Lakini pia ni kwamba alikuwa na msukumo
wa kuhakikisha kwamba kila alichokuwa nakifanyia utafiti anakifikisha mpaka hatua ya mwisho, ambapo wanafunzi wengine ni mpaka wasukume sana, lakini alijitahidi kwamba kuanzia tu pale hakuishia kwenye theory, alikuwa na utayari pale ambapo maana yake kazi yenyewe ilikuwa sio rahisi kwa kweli. Lakini alikuwa na determination na push ya kuhakikisha kwamba mpaka kitu cha mwisho kije kionekane, na sio kwamba kaangaika bure au sio kwamba tukaandika kwenye makaratasi imeisha. Kwa hilo tunashukuru sana, sio wenyewe tunajivunia kwamba ni mwanafunzi aliyepita katika mikono yetu. Sawa sawa. Wanakuwepo hapa wanafunzi wengi sana ambao mnawapokea kwa ajili ya mafunzo ya vitendo. Ndio. Kutoka pia vyuo mbalimbali. Ndio. Kwa ujumla wanafunzi wanaotoka Chuo Kikuu cha Dodoma na wanafunzi wengine, imekaje hiyo, au unaweza ukaizungumzia vipi tofauti wake? Kwa kweli kwa UDOM tunapata wanafunzi kidogo, na tunashukuru mara nyingi wakija hapa tunaga shida nao. Ni wanafunzi ambao wanakuwa wanaishi na sisi vizuri, wako na nidhamu nzuri, wanaelekezeka na utayari wa kazi. Manake mara nyingi wanakujaga kipindi cha msimu. Nakuja kipindi cha msimu ndo hapa tunakuwa tumechangamka zaidi. Kwa hiyo kuna masuala ya kupokea zabibu na kila kitu kuanzia mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 10. Wanakuwa wako na utayari, ambacho ni kitu muhimu. Wanafunzi wengi mara nyingine wanakuja hapa wanachagua kazi. Kwa hiyo na sisi tunashukuru kwamba hata wanafunzi wa UDOM mara nyingi haitutumii nguvu nyingi sana kuelekeza namna gani ya kuendana na sisi hapa na mazingira yetu. Sawa, mimi nikushukuru sana manager kwa kazi ambayo unaifanya, lakini pia nikutakie majukumu mema ambayo unaendelea kuyafanya. Shukrani sana. Asante sana. Kwa vijana nikwambie tu kwamba silaha muhimu kwako ni uthubutu. Omari asingethubutu kuonyesha kile ambacho alichonacho, sidhani kama Omari angekuwa hivi jinsi alivyo leo. Alithubutu, akaweka nia, lakini pia akahakikisha anaona matokeo ya kile ambacho alikuwa anakifanya. Na hasa kwa sisi ambao tuko masomoni, tunaosoma vyuo, tunapofika katika maeneo haya ya kujifunza kwa vitendo, tuhakikishe kwamba tunafanya kazi pasipo kusukumwa, tusiwe mzigo katika makampuni na katika maofisi ambayo tunakuwa tunaingia, kwa sababu naamini leo hiyo Omari tayari amekwisha tengeneza jina, lakini pia amekwisha tengeneza connection mpya na kiwanda hiki ambacho alikuwa anafanya kazi hapa. Na kama unavyoona kazi zake anazifanya hapa katika kiwanda hiki, amefanya hapa field, amemaliza, anafanya kazi zake hapa. Kuna msemo mmoja unasema it's better to be ready for an opportunity and not having one than not being ready and have it. Langu jina ni Robert Mauya, mpaka wakati mwingine, bye bye.